Taasisi ya KOSOTA, yani Copyright Office of Tanzania, ofisi ya haki miliki, ikiwa moja ya kazi zake ni kusajili kazi za ubunifu. Kwa kuendeleza kujali na kulinda kazi, taasisi hiyo imekuja na mfumo rahisi ambao utawasaidia wabunifu kujisajili. Katika usajili wa kazi za ubunifu, huduma hiyo kwa sasa tumeirahisisha, ambapo wadau wetu wanaweza wakajisajili kwa kutumia mtandao wa www.hakimiliki.co.tz. Kwa hiyo mtu anaweza akawa yuko Dodoma, anaweza akawa yuko Mwanza, anaweza akawa Shinyanga, anaweza akawa Singida, anaweza akawa Musoma, anaweza akawa Mtwara, na popote Tanzania. Akifungua hiyo linki anaweza kupata huduma ya usajili. Sanjari na hilo, taasisi hiyo kupitia afisa hakimiliki mkuu kutoka ofisi ya KOSOTA Dodoma, Bwana Paul Francis Makula, imeeleza faida za wabunifu kujisajili. Faida za usajili, faida ya kwanza ni kwamba ikitokea mbunifu kazi yake imeibiwa, akawa ameenda kupeleka malalamiko yake kwenye vyombo mbalimbali vya sheria, itakuwa ni rahisi kwa yeye kuweza kutengeneza ushahidi wa umiliki, kwa sababu mara baada ya kuwa amesajili KOSOTA atapewa cheti kinachoonyesha yeye ndio mmiliki wa kazi. Cheti hicho kinaitwa Copyright Clearance Certificate. Faida namba 2 ya usajili wa kazi, itamwezesha mbunifu, kwa mfano akitaka kuuza kazi yake, itakuwa ni rahisi kwa yeye kutoa vithibitisho vya umiliki kutoka KOSOTA. Au kwa mfano akitaka kwenda kufanya pia matamasha mbalimbali, anaweza akaulizwa, je, wewe ni mmiliki halali wa hii kazi? Kwa hiyo kama amesajili itamsaidia. Na pia kwenye zoezi la upatikanaji wa mirabaha, ukiwa umesajili pia kazi yako, itakusaidia pia kupata mirabaha kwa njia rahisi. Na usajili wa kazi pia utamwezesha hata ikitokea yeye labda amefariki baada ya ule umri unaotambulika kisheria wa umiliki wa kazi za ubunifu katika sheria ya kimiliki na kishiriki ya Tanzania, yani kipindi cha uhai wote wa mtunzi pamoja na miaka 50 baada ya kifo chake. Akiacha wale beneficiaries au wanufaika wataweza kuendelea kufaidika na matumizi ya hizo kazi wapo amesajili. Naye afisa rasilimali watu na msimamizi wa ofisi ya haki miliki Tanzania KOSOTA mkoani Dodoma, Bi Clara Robert, imewasisitiza wabunifu kutembelea ofisi za KOSOTA ili kuendelea kupata elimu zaidi kuhusu uhalali wa kazi za ubunifu. KOSOTA tuna ofisi Dar es Salaam na Dodoma. Hapa Dar es Salaam ofisi zinapatikana Kivukoni, majengo ya utumishi. Ukifika pale utapata huduma kwa wale anayehitaji kwenda kupata huduma physically, lakini pia kwa hapa Dodoma awali tulikuwa jengo la LPF mtaa wa Makole, lakini kwa sasa toka mwaka jana mwezi Julai tumehamia mji wa serikali Mtumba, ambapo tupo mtaa wa Michezo katika jengo la ofisi za Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tupo pale ghorofa ya namba 4. Kwa wadau wote wa muziki na wabunifu na wale wote wanaohusika na tasnia hiyo, tunakaribisha sana KOSOTA. Kama kuna ulazima sana kufika physically, basi watutembelee katika ofisi ni maeneo niliyoyataja, lakini pia wanaweza kuwasiliana nasi kupitia, kama ni kwa email address, tunayo barua@kosota.go.tz. watuandikie, tunaweza kupata changamoto au chochote anachotaka kutuandikia, tutaweza kusaidia. Sanjari na hilo, ofisi ya haki miliki Tanzania KOSOTA kupitia ofisi ndogo ya Dodoma inapenda kuwatangazia watumiaji wa kazi za ubunifu katika maeneo mbalimbali ya biashara na vyuo vya elimu na mengine. Kampuni ya Soma kwa kazi za muziki na Tires kwa kazi za maandishi
zitakuwa zikiendesha zoezi la ukusanyaji mirabaha kutokana na matumizi ya kazi hizo kwenye maeneo yao. Hivyo taasisi inaomba wadau kutoa ushirikiano wa kutosha. Tunaomba mwape ushirikiano watakapopita kwenye maeneo yenu ya biashara wakati wa zoezi hilo la ukusanyaji mirabaha, na ikitokea kuna kitu ambacho labda hamjaelewa au mnataka ufafanuzi, basi msisite kuwasiliana na ofisi za KOSOTA zilizoko jengo la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mtumba, Dodoma. Pia hivi karibuni kumekuwa na wimbi la uharamia katika kazi mbalimbali za ubunifu, yaani kazi za maandishi, filamu na muziki na ubunifu mwingine, ambapo wamejitokeza baadhi ya watu wasio waaminifu na kutengeneza magrupu ya WhatsApp na kusambaza kazi hizo kwa njia ya malipo. Ofisi ya Hakimiliki Tanzania inawataka kuacha mara moja kufanya vitendo hivyo, kwani ni ukiukaji wa hakimiliki na pia ni kinyume cha sheria ya hakimiliki na hakishiriki, ambapo inaweza ikapelekea kifungo au faini au vyote kwa pamoja. Na mtu yoyote mwenye taarifa zitakazotuwezesha kuwapata hao wanaofanya vitendo vya ukiukaji wa hakimiliki, tunaomba watupatie taarifa hizo ili waweze kuchukuliwa hatua mbalimbali za kisheria.